sikukuu iliyotoka huko kwa Yeremia sura ya 7 fungu la 16 na Yeremia 44, ambao watu wanamwabudu malkia wa mbinguni, ndio hii ambayo Ezekieli anaonyeshwa kwenye maono kupitia Roho Mtakatifu katika sura ya 8 Ezekieli fungu la 14. Wanawake wameketi wanamlilia Tamuzi. Ni Biblia hiyo, na wanamlilia kwa siku 40. Walikuwa wakifanya hii sherehe, uangalie jinsi ya mapokeo yalivyoingia. Walikuwa wakijirushia majivu na kuvaa magunia kulia ili Tamuzi afufuke kwa muda wa siku 40. Na kwa sababu kujivika magunia na kujirushia mavumbi ni jambo linaloashiria maombolezo, basi wanawake wote wa kipagani walifunga kwa siku 40 wakimlilia Tamuzi. Na wakati wa kanisa la Thiatira, wakati Konstantine ameingiza ibada hii ya hii miungu kanisani, ile siku ya kwanza walipokuwa wakianza ile sherehe ya siku 40, walipokuwa wakijirushia majivu, leo ndio inaitwa Jumatano ya Majivu. Na zile siku 40 walizokuwa wakikaa kwa ajili ya kuomboleza ili Tamuzi afufuke, ili Easter afurahi kwamba Tamuzi amefufuka, hizo siku 40 ndio zinaitwa Kwaresma. Zikapokelewa, package nzima ikaingia kanisani. Na ilipoingia kanisani, unaweza ukaona imeingia Jumatano ya Majivu, giza linaingia kanisani. Zama za giza, ndio maana tunasema unaposoma zama za giza huwezi ukaelewa mpaka uingie in detail na uingie ndani kabisa. Kwa hiyo tunaweza tukaona kumbe kile kitendo cha Jumatano ya Majivu ni wakati wa kuanza kwa ile siku 40 ya kumlilia Tamuzi, ambayo inapatikana katika kitabu cha Ezekieli sura ya 8 fungu la 14. Wanawake wanamlilia Tamuzi ndani ya siku 40. Baada ya siku 40, lakini ngoja nikwambie, sio kwamba alifufuka. Waliamini alifufuka kwa sababu ilikuwa ni mbinu ya shetani kuondoa mawazo ya watu kwa Yesu mfufuka, ili waje waanze kuhangaika na sherehe hii ambayo bado haina maana yote katika Ukristo. Na ndio maana ile sherehe baada ya siku 40 walifanya maadhimisho makubwa siku ya Jumapili. Na hizo siku 40 zilikuwa zinaendana na mwezi. Na ndio maana lazima hiyo siku ya 40 ianguke wakati mwezi ukiwa mpevu kabisa. Na wakati inaanguka mwezi ukiwa mpevu kabisa, wanasema Mungu mwezi ana nguvu, Ashtaroth ana nguvu. Na kwa sababu ya hali hiyo, wanajimu walikuwa wakicheza na hizo tarehe, aidha iangukie mwezi wa 4 au wa 3, ili lazima iangukie siku ya Jumapili, siku ya kuabudu jua, lakini mwezi ukiwa mkamilifu kabisa, alafu watu wafanye sherehe, na sherehe hiyo iliitwa sherehe ya Easter.